tena isipokuwa kuamini alichofanya. Na hicho alichokifanya Kristo ndio kinaitwa kazi timilifu ya Kristo Yesu. Kazi timilifu ya Kristo Yesu. Maana yake kile alichokifanya Yesu msalabani ameshamaliza. Hakuna tena tunachokifanya kipya isipokuwa tunaamini. Tukiamini tunaingia kwenye kanuni inaitwa kanuni ya madhihirisho. Kwa imani kazi yake ni kudhihirisha kile ambacho kimeshafanywa, kimeshafanyika. Siku mtoto anazaliwa, mwanamke mjamzito anapozaa mtoto, sio kwamba hiyo siku ndio mtoto ameumbwa akaanza kuumbika. No, alishaumbika miezi 9 iliyopita. Lakini siku anazaliwa, sisi tunasema leo ndo amezaliwa tarehe 21 mwezi wa 12. Lakini kwenye umri wa kuumbwa kwake sio tarehe 21. Alishaanza kuwa nafsi hai, ndio maana ulikuwa unamsikia anacheza tumboni. Kwa kako hai tayari, kanacheza tumboni, kanarukaruka. Lakini anapokuja duniani tunahesabu ndio amezaliwa, ndio tarehe 1. Lakini kiukweli hiyo sio amezaliwa, ni amedhihirishwa. Amefanyaje? Amedhihirishwa. Lakini yeye alishakuwepo. Ndio maana Mungu anaambia Yeremia, kwenye Yeremia 1:5, anaambia kabla sijakuumba tumboni mwa mama nalikujua. Anamtaja kama mtu, asemi kwamba kulikuwa na kakijusi au anasema nilikujua na nilikutenga kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo hata kabla hujaumbwa tumboni mwa mama yako nilishakujua. Wewe kuumbwa tumboni na kuzaliwa ni udhihirisho. Yesu Kristo alishafanya kazi ambayo imeshafanyika, inahitaji wewe kuamini. Ugomvi wa namna ya kati yetu sisi na kupokea vitu vya kimungu unaamuliwa na hilo neno kuamini. Na kuhusu kuamini, kuna watu ambao wanashauka kupokea kutoka kwa Mungu, wanashauka kuona neema ya Mungu ikigeuza maisha yao, wanashauka kuona Mungu akibadilisha maisha yao, lakini wanamisi hicho kipengele muhimu kinaitwa imani. Na kwa sababu hiyo kuna mambo ambayo tunayafanya ni ya kimungu, ni kwetu tunapaswa kuyafanya, lakini kwa sababu tumekosa imani iliyoumbika ndani hatupati. Kwa mfano, kufunga ni sahihi, kuomba ni sahihi, kutoa sadaka ni sahihi, lakini kama unafanya bila imani ni bure. Kama unaomba bila imani ni bure. Kama unatoa bila imani ni bure. Yaani chochote kile unachokichukua unachokifanya bila imani ni zero, kwa sababu ulimwengu wa vitu vya kimungu unakuwa halisi kupitia imani. Nitakuonyesha mfano. Tunavyosema kudhihirisha, maana yake tunachukua vitu ambavyo tayari viko rohoni ila havijaonekana mwilini. Kwa hiyo tunavichukua vya rohoni, tunaviumba, tunavidhihirisha katika mwili. Mfano mzuri, Biblia inasema kwa imani twajua ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Waebrania 11 kuanzia mstari wa 3 wa 4, anasema na vitu vinavyoonekana vilitokana na vitu visivyoonekana. Vitu vilivyo dhahiri vilitokana na vitu visivyo dhahiri. Maana yake kuna ulimwengu wa vitu visivyoonekana ulishakuwa na mbingu na nchi. Kuna ulimwengu wa vitu usioonekana ulishakuwa na mwanadamu. Kuna ulimwengu usioonekana ulishakuwa na wanyama. Lakini kuumbwa sasa kwa neno kulividhihirisha kutoka kwenye ulimwengu wa visivyoonekana ukaja kwenye ulimwengu wa vinavyoonekana. Amen. Ukiwa unaona, unasikia ndani yako tumaini na imani kwamba pamoja sasa hivi naona hali ngumu, lakini naona ustawi mbele. Ni halisi kabisa kwenye ulimwengu wa roho kuna huo ustawi. Ni halisi kabisa kwenye ulimwengu wa roho kuna huo ushindi. Ni halisi kabisa kwenye ulimwengu wa roho kuna huo uponyaji. Mtu anaweza akawa ni mgonjwa lakini anajisikia ndani yake nitakuwa mzima, siwezi kufa na huu ugonjwa. Ni halisi unachokisikia, lakini sasa inahitaji imani ili kukidhihirisha kiwe halisi katika mwili. Tuko pamoja? Mungu anamsema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Halafu anaelezea naye akisitasita moyo wangu una furaha naye. Kuna vitu ambavyo ni adui wa imani. They are enemies of faith. Kuna vitu ambavyo ni adui wa imani. Namba moja, adui wa kwanza wa imani ni mashaka, ni hofu. Hofu maana yake unaruhusu hali unayosikia mwilini iamue jinsi ulivyo ndani. Ndio hofu. Yaani ile hali ambayo hauoni mbele, inakuogopesha, unairuhusu inaingia ndani. Anasema naye akisitasita moyo wangu una furaha naye. Marko 11 mstari wa 23 na 24. Anasema yeyote yaombayo aminini ya kuwa mmekwisha kuyapokea nami yatakuwa yenu. Halafu anasema mtu yeyote akiomba neno lolote asione shaka moyoni mwake, itatokea kama alivyosema. Asione nini? Shaka.
Mashaka na hofu ni mbinu ya adui ya kumwondoa mtu kuidhihirisha imani, ili kufanya vile anavyoviona rohoni viweze kutokea mwilini. Na mashaka yanajengwa, huu mwili wa damu na nyama ndio unapokea hofu. Ndio maana Biblia inasema kwenye Warumi sura ya 8 ukisoma mstari wa 16, anasema hatukupokea roho wa utumwa iletayo hofu. Hatupokea roho wa utumwa iletayo hofu, bali roho ya kufanywa wana, roho atokaye kwa Mungu, roho ya kufanywa wana, mtu anayejitambua kama mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu ni jasiri, ni mwenye haki. Biblia inasema waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, lakini wenye haki ni jasiri kama simba. Kwa mwenye haki amepewa kuwa jasiri, sio kuwa mwoga. Tuko pamoja? Nikufungulia andiko kwenye Biblia tusome hiyo, nafikiri ni Mithali 28 kama sikosei, mstari wa kwanza. Mithali. Kuna mtu mmoja anasikiliza au usiku watu wanakuwa na usingizi? Tuko pamoja takatifu? Mithali 28 mstari wa kwanza anasema, waovu hukimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni wajasiri kama simba. Haleluya! Ni wajasiri kama nini? Simba akiwa hata amelala, yani kitu chochote kikimgusa, cha kwanza anachofanya ananguruma. Ananguruma kwanza asikilizie. Lakini swala akilala, hata majani yakimgusa anaruka, anakimbia, kwa sababu anajua ataliwa. Lakini simba, ufahamu wake unaambia yeye ni mfalme wa mwituni, hana cha kuogopa, anamiliki kote, hamna mnyama wa kumtisha. Mwenye haki ni jasiri kama simba, haogopi. Lakini anasema waovu hukimbia hata wasipofuatiwa na mtu. Yaani mtu analala usiku mpaka anaamka, we nani huyo? Nani huko? Nasikia kikombe kimeguswa. Moyo tayari uko juu. Shindwa kwa jina la Yesu. Shindwa, anaanza kukemea. Unaweza ukafikiri ni mwenye haki, lakini ni uoga. Mwenye haki ni jasiri kama simba. Haleluya. Haogopi. Haogopi. Sijui kuna mtu nasikia ni mchawi, kwa hiyo unainamisha uso, utaki hata kuonana naye. Simba anaonana na swala alafu anaficha uso. Simba ndo anakaza kabisa kwamba umeniona, unaelewa nani yuko mbele yako, swala aanze kukimbia. Mwenye haki akisikia kuna mtu fulani mchawi au pepesi macho, ndo unataka ukutane naye ili ajue kuna moto. Sasa wewe unaogopa kwa sababu imani inakwambia kweli ni mwana wa Mungu, ni jasiri, lakini haujaingiza imani kudhihirisha jinsi ulivyo. Mashaka na hofu ni adui wa imani. Namba 2, adui wa imani ni kuviangalia vitu vinavyoonekana. The enemy of faith is to look unto invisibles. I mean the visibles. Ukifungua macho yako unaanza kuangalia vitu vinavyoonekana, afu unatafsiri hali yako ya kiroho ni zero. Ukiangalia hali ya nje ukairuhusu itafsiri maisha yako ya kiroho ni kukosa imani. Kwa sababu Biblia inasema kwenye Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 5. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 5. Anasema twaenenda kwa imani, si kwa kufanyaje? Si kwa kuona. Neno kuona pale kwa Kiingereza wameandika sight, maana yake uwezo wa kuona kwa jinsi ya mwili. Kuona kwa jinsi ya nini? Kwa jinsi ya mwili. Ngoja nikusomee ile andiko twende pamoja. Wakorintho wa pili, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 7. Anasema, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Neno kuenenda ndo linatafsiri kuishi. Tunavyoishi kila siku, mwenendo wetu wa kila siku. Anasema ni kwa imani, si kwa kuona. Sijui kama tunasikizana vizuri. Kama tunaenenda kwa imani, maana yake ni hivi, maisha yetu tuliookoka hayatafsiriwi na vile tunavyoona hali ya nje, yanatafsiriwa na vile tulivyoamini hali ya ndani. Tuko pamoja? Kuna mtu mmoja anasikiza? Ndio maana upako, nguvu za Mungu hazitafsiriwi na jinsi ya nje, zinatafsiriwa na jinsi ya nini? Ya ndani. Wakati majitu yenye nguvu, watu wenye mazoezi ya kijeshi kabisa ya mashujaa wa Israel, kina Eliabu ndugu zake na Daudi, ambao wanaonekana wao ndo wanaweza wakamwangusha Goliati, halafu watu wametetemeka, wamerudi nyuma, wanajadiliana nani anaweza, kila mmoja anaogopa. Halafu kijana mdogo mfupi tu anaitwa Daudi akajitokeza akasema, mimi nitakwenda nitamwangusha huyo Mfilisti. Wakamwambia, we mtoto, ondoka. Sisi watu wenye misuli yote hapa tunajadili tunamwangushaje. We kijana tu umetuma ulete maji watu wanyu, unasema kwamba unaweza. Akasema nitaweza. Wakampeleka kwa Sauli.
Akamwambia, sikiliza, Mungu wangu aliniokoa na makucha ya dubu na midomo ya simba, ndiye atakayeniokoa na huyu Mfilisti. Kwa hiyo utaweza? Ndio. Biblia inasema akapewa mavazi ya mashujaa, hata alikumkaa akaona linamtia uzito, akalivua. Alafu alivyoenda kupigana na Goliati ambaye liko juu ni likubwa, hali ya nje ni kama Goliati, ni kubwa, nje linatisha kabisa. Unaona maisha ni magumu, huu ugonjwa utaniua, hii hali siwezi. Kweli ukiangalia kwa nje inatisha, lakini Daudi kwa nje ni kadogo, kakijana kadogo tu, ila hali ya ndani anasema, umenijia na mfumo na mkuki na nini, lakini mimi ninakujia na jina la Bwana wa majeshi. Kila aliye na jina la Bwana, hakuna hali ya nje inaweza kumtisha. Kila anejua kulishikilia jina la Bwana Yesu, hakuna hali ya nje inaweza kumharibu, kwa sababu hali halisi ya mtoto wa Mungu sio vile ilivyo nje, inaamliwa na vile ilivyo ndani. Tuko pamoja? Kuna mtu mmoja anasikiliza vizuri? Ukiangalia vitu vya nje vinavyoonekana, unaizuia imani kutenda kazi. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17 na 18 anasema, tusiviangalie vinavyoonekana, maana ni vya kitambo tu, bali tuviangalie visivyoonekana, maana ni vya milele. Sasa havionekani, lakini tuviangalie. Maana yake kutokuonekana haimaanishi havipo. Havionekani lakini vipo. Kuna ulimwengu ukiingia unaviona, kuna ulimwengu ukiingia unavisikia. Sasa anasema ili katika hiyo imani tusikose kile tulichowekewa na Bwana, tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, anasema, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku hadi siku. Huwa kuna hekima moja anawafundisha watu kwamba watu waliookoka huwa kuna kosa moja wanafanya, wanaanza kupima hali zao za nje kutafsiri ubora wa maisha yao ya kiroho, of which is wrong, sio sahihi. Unapaswa uanze kuangalia maisha ya watu ya ndani. Tuko pamoja? Ukiangalia maisha ya nje kwamba namshukuru Mungu sasa hivi nafanya biashara vizuri, wateja wamekuwa wengi, ni vizuri, na of course Mungu anaweza kufanya hivyo, lakini kama hiyo ya nje unafikiri ndio inaweza kutafsiri ya kiroho nzuri, ni uongo. Kwa sababu yuko mtu mwingine ni mzinzi, ni mlevi, ni mchawi na maduka na biashara zake, lakini hali ya nje haiwezi kutafsiri hali ya ndani. Hali ya ndani ndio inapaswa ianze kutafsiri hali ya watu ya nje. Kwa ili usije ukakosea, jifunze kuangalia visivyoonekana. Imani inaumbika pale ambapo mtu anatambua kuhusu visivyoonekana. Wangapi wanamwamini Mungu? Wangapi wanamwamini Mungu? Wangapi umewahi kumuona Mungu? Pua yake, macho yake, masikio? Haujawahi kuona Mungu jamani? Nywele zake, kichwa, lakini tunamwamini, si ndio? Yani mtu akisema kuna Mungu anaulizwa, we unaamini Mungu? Sio aulizi umemuona, unaamini. Kwa hiyo kumbe sijawahi kuona kichwa chake, macho yake, mdomo wake, lakini naamini. Hiyo ni imani. Kwa nini inaitwa imani? Haonekani katika mwili, lakini na uhakika rohoni yuko Mungu aliye hai mbinguni. Hivyo ambavyo pia hata kwenye maisha yako, chochote unachokihitaji kukipata, hata kama hakijaonekana katika mwili, ni lazima kwanza uamini ndani umekipokea. Ngoja nitakuonyesha kanuni moja ya kiroho kwenye imani. Imani haitumii wakati ujao. Izanera. Huwa kuna wakati ukitumia wakati lugha ya wakati ujao kwa watu ni kwa sababu ya uchanga. Ukimwambia Mungu aponya leo, that's an error kwenye imani. Kwenye imani hilo ni kosa. Ukimwambia mtu Mungu atafanya akuponya. Izanera. Anatakiwa ambiweje? Mungu amekuponya. Leo utapokea uponyaji wako. Nitakwambia tafsiri yake ni nini. Tufungue pamoja kwenye Marko 11 nikuonyeshe siri moja. Kwa ngoja nifungue tusome pamoja Marko 11 tuanzie ule mstari wa 23. Na sasa tutasoma mstari ya juu, nitakuonyesha kitu kwenye hiyo habari. Itatuonyesha kwenye kanuni ya imani, afu nimalizie na pointi moja ya mwisho. Tuko pamoja watu wa Mungu? Hebu kama unaamini sema amen. Kuna mtu mmoja anaelewa? Amen. Anasema nimefungua Luka badala ya Marko. Marko 11 tuanzie 23. Kama tumefika hapo, kuna nini Biblia? Au usiku watu hawasomi Biblia? Anasema mstari wa 23. Amin nawaambieni,
yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, asiruhusu adui wa imani kudhihirisha alichosema, maana shaka inazuia, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia. Umeona hilo neno? Sio yame. Kwenye kuamini yamesha tukia. Kwa Kiingereza anasema mstari wa 23 ya New English Version anasema, for verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he has said shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Unatakiwa uamini yametukia. Alafu anasema ukishaamini yameshatokea, anasema yatakuwa. Kwa hiyo kama yatakuwa yenu ni swala la kuyapokea. Kuna tofauti ya yameshatokea ya kwako na kuyapokea. Tuko pamoja? Mstari wa 24 anaeleza vizuri. Mstari wa 24. Thank you Jesus. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini kwamba mnayapokea. Tafsiri moja ya Kiingereza inasema mmeyapokea. You have received them. Mmeshayapokea. Halafu anasema nayo yatakuwa yenu. Kwa nini? Kwa sababu haya tunayoamini ni kazi timilifu ya Kristo, imeshafanyika. Kwa hiyo inahitaji tu imani uyapokee. Tuko pamoja? Nikupe maandiko yatakao kuelewesha. Isaya anatabiri kwenye Isaya 53 mstari wa 5. Anasema amechubuliwa kwa sababu ya nini? Ya makosa yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Kwa kupigwa kwake tumepona. Sio tutapona. Tumepona. Sio tutapona. Tumepona. Petro mtume anaitafsiri sasa katika utimilifu. Anasema kwenye Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 24. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. Hapo anasema kwa kupigwa kwake mliponywa. Sio mtaponywa. Maana yake imeshatokea. Kwa hiyo kama unataka kupokea ni kuamini. Ukishaamini unapokea. Tuko pamoja? Mtumishi wa Mungu anafanya kazi hapa, mwalimu. Unawekewa mshahara, si ndio? Ukishawekewa mshahara, kama umeunganisha kwenye mtandao, unapata notification message kwamba bwana, kiasi fulani kimewekwa kwenye akaunti hii inayoishia na namba hii, si ndio? Lakini hapo mfukoni huna hata shilingi 100. Na unaweza ukaambiwa naomba 5000, unasema sina, lakini na hela benki. Ila kinachotakiwa sasa sio tena kumwambia jamani niwekeni hela, wameshakuwekea. Unachotakiwa ni kwenda kuweka kadi utoe hela, si ndio? Kwa hiyo kile ambacho unataka kwa Mungu kwenye benki, kwenye akaunti yako ameshaweka. Kwenye akaunti yako Mungu ameshakuwekea uponyaji. Kwenye akaunti yako Mungu amekuwekea uzima. Kwenye akaunti yako Mungu amekuwekea kufunguliwa. Kila kitu kiko pale. Ila kadi ya kuingiza ili uchukue uzima wako, uponyaji wako inaitwa imani. Ukiamini unadhihirisha ulichopokea. Kwa hiyo ndio maana mtumishi wa Mungu unaweza ukaomba na Mungu anakuonyesha kabisa hata mgonjwa ameshapona. Lakini ukikutana naye hajapona. Unaona? Lakini ukiangalia unaona, mbona nimeona kabisa wewe ni mzima. Ulichokiona sio uongo, ni kweli kwamba Mungu ameponya. Ila inahitaji kanuni ya udhihirisho. Tuko pamoja? Tulipata safari moja ya kihuduma, nikaenda mahali na ndugu yangu, tukaenda kuomba, tukaombewa na mtumishi wa Mungu, tukaamini kupokea neema ya maongezeko kwenye kanisa. Lakini tulipofika hakuwa na maongezeko. Mimi nikawaambia waongeze viti vingine wapange nje. Tukapanga viti vingine nje. Kwa imani naamini nilichokiona. Sasa naingiza imani kwenye matendo ili kuweze kutokea. Halafu kwenye ibada iliyofuata viti vyote vikakaliwa. Ibada iliyofuata tukaongeza vingine. Tunaanza kupiga mahesabu sasa, tufanyeje? Tunahitaji kuongeza viti vingine. Huwa napendaga kuwafundishia watumishi huu mfano. Nawaambia niliona rohoni, haikuwepo mwilini. Lakini kama kweli unaamini, lazima imani ionyeshe matendo. Maana Biblia inasema kama vile mwili pasipo roho umekufa, ndivyo ambavyo imani pasipo matendo imekufa. Kile unachokiamini kichukulie nini? Hatua. Kwa sababu adui wa imani ni kuangalia nje. Lakini imani ili ifanye kazi, unatakiwa uangalie ndani. Halafu uishi kwa imani. Kwa kama imani sio kuangalia nje, ni kuangalia ndani. Maana yake ishi kama mtu anayeangalia ndani.
sio kuangalia nje. Ishi kama mtu anayeangalia wapi? Ndani. Ndio maana huwa nawaambia watu, haihitaji uwe na hela ndio uanze kusema wewe ni aliyefanikiwa. Yaani utachelewa, kwa sababu sisi kwenye kanuni za kiroho hausemi kwa sababu unacho, unasema ili uwe nacho. Sijui unaelewa? Imani na mambo matano muhimu. Nimalizie. Jambo la kwanza, neno linaitwa neno la imani, the word of faith. Warumi sura ya 10 mstari wa 8. Neno la imani. Neno la imani ni nini? Ni ujumbe ujumbe wa kimungu wa Kristo unaoumba imani ndani ya mtu. Kwa hiyo kuna ujumbe mtu anausikia alafu anaumbika imani. Miaka ya nyuma kwenye historia ya kanisa kuna makanisa ya apostolic faith yaliokuwa yanaanzishwa na kina Smith Wigglesworth, yalibase kwenye hicho kitu kinaitwa word of faith. Waliamini kwenye neno la imani. Mtu anasema inatokea, anatamka inakuwa. Lakini kitu cha pili kinaitwa roho ya imani. Roho ya nini? Roho ya imani ni uwezo wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu unaompa kusema kile anachokiamini, na akisema inatokea. Nirudie tena. Roho ya imani ni uwezo wa Roho Mtakatifu ndani ya mtu ambao unampa kusema kile anachokiamini. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Anasema sisi nasi tuamini kwa sababu hiyo tunanena. Sisi nasi tuna roho ile ile ya imani. Wakorintho wa pili, nataka nisome kwa ajili ya watu wengine ambao yamkini hajawahi kukutana na hili neno. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 13. Tuko pamoja watakatifu? Anasema, lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani. Roho ya nini? Tuna roho ile ile ya imani. Kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi twaamini na kwa sababu hiyo twanena. Nisikize vizuri, kwa ufupi utanielewa. Roho ya imani inatendaje kazi? Unasema kile ulichokiamini. Tuko pamoja? Kwa mfano, je, unaamini uponyaji kwa aliye mgonjwa? Kama unaamini uponyaji, sema uponyaji. Kwa mfano, unasikia maumivu kwenye mwili wako, lakini unaamini uzima. Hautakiwi useme kuhusu maumivu, nateseka, jamani naumwa, hili tumbo litaniua. Huyo sio mtu wa imani. Mtu wa imani anasema, mimi ni mzima, mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Magonjwa hii sio nyumba yako, hii ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Kile ulichokisema. Unaamini uzima, sema uzima. Unaamini uponyaji, sema uponyaji. Unaamini mafanikio, sema mimi ni aliyefanikiwa. Mimi ni aliyefanikiwa. Ukisema unajua sisi masikini, haibadilishi chochote na kwa utazidi kuwa masikini. Kwa sababu Biblia inasema nguvu ya uzima na mauti iko katika uwezo wa nini? Wa ulimi. Kuna watu wametegwa kwa maneno ya vinywa vyao, wamejiingiza kwenye mitego kwa maneno ya vinywa vyao. Sema kile unachokiamini. Tuko pamoja? Namba moja nimesema kuna neno la imani. Namba 2 kuna nini? Roho ya imani. Namba 3 ni matendo ya imani, the act of faith, the works of faith. Biblia inazungumza kuhusu matendo ya imani. Kwa mfano, ukimwombea mgonjwa ambaye amekaa hawezi kusimama, hiyo ni imani, umeamini kuombea. Ni tendo la imani, it's an act of faith. Yaani wewe kwenda kumwambia mtu una shida gani, akwambie kwamba mguu wangu umetenguka, unaambia okay, nikuwekee mkono. Hiyo ni imani. Labda kama unafanya kwa kuiga. Lakini kama ni imani imeumbika ndani, maana yake is an act of faith. Tendo la imani ni hatua mtu anayechukua kufanya kwa imani ili kuleta matokeo. Ni matokeo ya imani, ni kazi za imani. Tendo la imani ndo zinadhihirisha hizo kazi za imani. Ninaamini kama ambavyo unaamka asubuhi unaanza kuomba. Unaamini Mungu yupo, unaomba. Kuna mtu mwingine hata ajuagi kuomba asubuhi wala aombi jioni, analala muda wote. Lakini wewe unaomba. Ndivyo ambavyo pia sasa unatakiwa uendelee mbele na imani. Ifike wakati ambapo hiyo imani uifanyie kazi hata kwa mgonjwa. Hiyo imani uifanyie kazi hata kwenye kushuhudia watu habari za Yesu. Hiyo imani ufanyie kazi kukaribisha watu kanisani. Kwa mfano ukisema kwamba unajua fulani siwezi kumkaribisha hata kuja, hata nikimwambia hata kuja. Unajua na mimi ni mchungaji kanisani. Kwa hiyo najua watu wa shirika wapo aina hii. Yule hawezi kuja, yani mbishi. Na wewe ulikuwa mbishi hivyo hivyo. Umefuatiliwa ndio umeanza kuja ibadani. Kama we mbishi umeweza kuelewa ukaja, hata yanaweza akaja. Kwa hiyo unatakiwa ukisema hivyo ni kosa imani, huna imani. Huna imani, yani huamini kwamba Mungu anaweza nikiongea na huyu mtu atakuja kanisani. Unasema hawezi kuja yule, hata kuja ni mbishi.
lakini unafikiri unaongea vitu vinavyoeleweka, kumbe unaongea ujinga, kwa sababu mtu mwenye imani hawezi kusema hivyo. Mtu mwenye imani anasema leo naenda kuongea naye, atakuja. Leo unazungumza naye, lazima okoke. Leo naenda kumhubiria, lazima. Kwa nini? Kwa sababu imani inaleta matokeo, imani inatenda kazi. Tuko pamoja? Kwa ni lazima ufahamu kuhusu kazi za imani, matendo ya imani, uyaruhusu yafanye kazi kwenye maisha yako. Na kwa namna hiyo ndio mtu anaishi katika imani. Mtoto wa Mungu anatembea kwenye imani, anaangalia kwanza visivyoonekana, anafunga macho yake ya kiroho kwenye vitu vinavyoonekana, anafungulia kwenye vitu visivyoonekana, anasikiliza Mungu anasemaje, hasikilizi watu wanasemaje. That is faith. Imani inakula neno la Mungu, haili maneno ya watu. Imani inakula nini? Neno la Mungu, haijengwi na maneno ya watu. Mtu anakaa kwenye neno la Mungu linasemaje. Lakini kuna watu ambao kanisani, hata wengine wanaacha ibada, ukimuuliza anakuambia watu wanasema, unajua nilipokuja watu wakaniambia, mimi naona maneno yanakuwa mengi. Hayo ni matatizo. Mtu yoyote ambaye yuko vizuri anaelewa kuhusu kumtazama Mungu, hasikilizi watu wanasemaje, anasikiliza Mungu anasemaje. Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia hakuji kwa maneno ya watu, kunakuja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia hakuji kwa maneno ya mtaani, kunakuja kwa neno. Maana yake mtu yoyote anayekaza kulisikiliza neno linalofundishwa mahali hapa, anayekaza kusikiliza mafundisho, imani ya Mungu inajengeka ndani yake. Tuko pamoja? Maana yake sasa kitakachotokea, watu wote wakiamka katika imani hawawezi kutulia hata kwenye swala la Injili. Hata kwa mchungaji peke yake ndio anatoka kushuhudia au kuhubiri, atatoka na watu. Watu wote watasikia neno. Watu wote watakuwa wanasikia moto ndani yao kwenda kulisema neno la Mungu. Kila mtu ataona kabisa anahusika kukaribisha watu. Huwa nawaambia watu ukweli, ni aibu kwamba umekuwa kanisani kwa mfano zaidi ya mwezi mzima, miezi miwili, bado ili uje ibadani tunalazimika tukutumie message au tukupigie simu. Uko wapi? Mbona hatukuoni? Unajihisi kabisa ni mfalme wa Wayahudi. Sasa unaingia hekaluni, maana nimepigiwa simu, nimeitwa, bwana ngoja niende. Sio sifa. Wewe sasa hivi ndio ulipaswa wewe unawafuatilia watu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Au nimewaudhi? Au mkasirika? Tuko pamoja? Wewe ndio utakuwa sasa hivi ufuatilie watu. Yaani wewe mpaka mchungaji hao amesa ulienda, okay sawa, nilikuja. Kwa nini? Ninaamini Mungu anayebadilisha. Haiwezekani watu wanaalikana kwa ganga wa kienyeji, afu walike watu kanisani. Mtu anakuja anambia mzake, kuna mahali nilienda, nitakuelekeza nikupeleke. Lakini wewe hujawahi kumwambia mtu kwamba kuna mahali ambapo ninalisikia neno, kuna mahali ambapo ninakusanyika na wenzangu, tunaomba, tunafundishwa, tunahudumiwa, twende nikupeleke. Kutokufanya hivyo sio ujao, yani kukosa imani. Mtu wa imani ana move. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Moja ya sifa ya kitu kinachoishi kinatembea. Tuko pamoja? Ukiweka jiwe hapa, hamwezi kulikuta asubuhi liko pale. Si ndio? Lakini ukimchukua sungura ukamweka hapa, asubuhi ukimkuta pale hautashangaa. Si ndio? Ila kama uliliweka jiwe hapa, asubuhi kalikuta liko pale, utauliza ni nani amelitoa? Sio limekujaje, maana haliwezi kutembea. Imani inafanya mtu atembee kwenye mambo ya kiroho. Kwa hiyo kitakachomfanya mtu hata atembee kuhubiri Injili, kushuhudia watu, karibisha watu kanisani, ni namna ambavyo aliamini. Alafu kwa nini imani nataka ufunge masikio ya kimwili, macho ya kimwili, utazame roho? Kwa sababu adui atatumia kelele za nje kuharibu imani ya watu. Wakati Yesu yuko chomboni na wanafunzi wake, upepo umevuma, bahari imechafuka. Biblia inasema walimwamsha, wakamwamsha Yesu, Bwana mkubwa, amka, hauoni tunaangamia, umelala, amka. Yesu akaamka, akaukemea upepo na bahari ikawa shwari kuu. Hapo Biblia inasema akawageukia, akawaambia, iko wapi imani yenu? Yaani Yesu anaonyesha kwamba kutuliza ghasia kama hii na uharibifu wa namna hii inahitaji nini? Imani. Hali za nje zinapokuja kama mawimbi ya bahari na upepo, zinalenga kushambulia imani. Maneno ya hovyo yanayotoka kwa watu wengine. Watu wanaweza kuwa na maneno ambayo sio yako, ni ya shetani. Petro alikuja akaongea na Yesu, lakini Yesu akamwambia neno la Mungu shetani. Hakusema Petro, alisema nani? Shetani. Kwa maneno nayoongea akamwambia hauyawazi yaliyo ya Mungu, mawazo yako ni ya uovu, hauyawazi yaliyo ya Mungu. Ni aibu mtu aliyeamini kusema kwamba nimerudishwa nyuma kwa sababu kuna mtu aliniambia maneno. Haiwezekani. Yaani wewe mwenyewe ulikuwa una matatizo. Ni tatizo lilikuwa liko kanisani. Mtu yoyote aliyesimama kwenye imani hawezi kuondolewa na upepo na bahari. Anaujua kuukemea ikawa shwari kuu na akaendelea na safari. Amen. Na ndio maana Biblia inataja sifa ya watu wa imani, watu wanaovumilia mpaka nini? Mwisho.
anaongelea kuhusu wazee waliotutangulia, halafu anasema wachunguzeni mwisho wao, halafu iigeni imani yao. Paulo